Karibu katika episode ya 6 recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 5, hakikisha unagusa hiyo pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia maskini mwako ili tuweze kwenda pamoja. Walishaanza kutia shaka juu ya kifo cha mamake na mwamba Hujion. Sasa wakaamua kuanza kufanya upelelezi kwa sababu tafiti za awali zinadai kwamba mamake alikuwa anasumbuliwa na tatizo la moyo. Wengine wanasema mamake na mwamba Hujion alikuwa amejitupa juu ya daraja mpaka chini kwa sababu ya mawazo, na mawazo hayo yalisababishwa na kutokana na mwanae kulala hospitalini kwa siku nyingi. Lakini kuna watu walienda mbali zaidi na kufikiria kwamba huenda mtoto mtu alikuwa amepotea, mama mtu akawa anamtafuta mwanae na kumbe alikuwa amechukuliwa kwa ajili ya kwenda kufanyiwa uchunguzi. Lakini huku upande wa pili katika eneo la hospitali, mwamba Hanju alikuwa akimtazama mwanae ambaye ametoka kufanyiwa matibabu muda si mrefu. Anawaza kweli kweli, hivi mwanangu atapona au hatapona? Lakini ghafla tu ile mashine ikaanza kupiga alarm. Baada ya kupiga alarm wakaita madaktari. Madaktari kuja kutazama wanagundua kwamba hali ya mtoto imezidi kuwa mbaya. Ikabidi kesho yake wakili Hanju aweze kumfuata mwamba Hujion na kumwambia kwamba hivi hali ya mtoto wangu itakuwa nzuri kweli, kwa sababu hali yake leo imekuwa mbaya zaidi. Jamaa akasema ndiyo, hali yake itakuwa nzuri, lakini itakiwa iwe nzuri kuanzia jana. Alafu kitu kingine ni kwamba jina la mwanao anashangaa halikuwepo katika orodha ya watu ambao wanatakiwa ni watibu. Kwa nini? Mwanasheria alishtuka sana, jina la mwanangu halikuwepo wakati jina hili ndio lilikuwa la kwanza, inakuwaje tena jina hilo halikuwepo? Lakini jamaa Hujion akasema nitakwenda kumtazama mtoto wako kwa mara nyingine. Huwezi kuamini, mpaka mwanasheria akapiga magoti akiwa anamuomba huyu jamaa amtibie mwanae. Tafadhali sana naomba umtibie mwanangu. Lakini kila ambacho kinaendelea, yule mwenyekiti wa hospitalini alikuwa anaonekana kila kitu anakifuatilia kupitia CCTV kamera. Na kumbe mchongo wa jina la mwanasheria kuweza kutolewa katika listi ulikuwa umefanywa na huyu mwenyekiti wa hospitali. Mbaya zaidi ni kwamba tuna wasiwasi hata hali ya mtoto huenda inasababishwa na yeye. Mwamba Hanju yupo katika dimbwi kubwa sana la mawazo. Hali ya mtoto wake inamchanganya kila kukicha. Lakini siku ya leo akapokea simu kutokea kwa yule mwandishi wake. Mwandishi akawa anasema kwa ile gari ambayo litutuma tuipeleleze, tumegundua kwamba inamilikiwa na yule mwenyekiti wa hospitali. Jambo hili likamshtua sana huyu jamaa Hanju. Akaanza kuwaza, huyu mwenyekiti wa hospitali anatafutia nini? Mbona ni kama kuna mazingira ya kufuatiliwa na huyu mwenyekiti wa hospitali? Hapa ndio Mwamba akaanza kutia shaka. Lakini Mwamba akiwa amefika nyumbani akakutana na bidada Ian, akasema kwamba umeona hali ya mtoto wako bado ni mbaya vile vile. Wewe alikutumia tu ili lengo aweze kutoka gerezani, lakini kiufupi yule ni muuaji kama wauaji wengine. Lakini Mwamba Hanju akawa anashangaa, mbona kuna watu wengine walisema wamepona kabisa kupitia matibabu yake? Lakini bidada akazidi kusema wale walikuwa wanaigiza tu, wakilipwa kidogo tu, si wanasema kwamba wamepona kupitia matibabu, lakini walikuwa haumu hata kidogo. Hapa kidogo Hanju alipatwa na kigugumizi kwa sababu hamwezi kumwona mlemavu alikuwa anatembelea kiti wakati wote, akaanza kutembea kwa miguu yake, alafu leo yote ilikuwa anaigiza yule mtu. Hasa siku ya leo Profesa Joe sijui aliingiaje katika mikono ya Mwamba mwenyekiti wa hospitali. Sasa Profesa Joe akaanza kusema kwamba naomba umwachie Hujion, usimtumie kama mashine ya pesa kumpeleka tu kuwatibia wagonjwa. Hivi unajua kwamba kadri mnavyozidi kumtoa damu huyu mtu itafika stage mwili wake utaanza kukauka kwa sababu ya damu utakuwa inapungua, unamtumikisha sana, unafahamu. Lakini mwenyekiti wa hospitali akaona kwamba bwana mzee anaongea pumba gani huyu, akaanza kumkaba bana. Kaba kweli kweli mzee wa watu. Baada ya kumfanyia kitu kibaya sana Profesa Joe, moja kwa moja akawa anatoka katika lile eneo, lakini alikuwa anabadilisha nguo. Wakati anabadilisha nguo kuna kovu fulani ilionekana nyuma ya mgongo wake kubwa sana. Akafunga safari na moja kwa moja anaenda kwa Mwamba Hujion. Alipofika tu wakasalimiana kwa lugha kana kwamba wanajuana hivi. Alafu Hujion akasema nakushukuru kwa sababu umenifanya niweze kuwatibia wagonjwa kama kawaida. Akasema najua kwamba kuna vitu mlivichukua kutokea katika damu yangu na mnafanya majaribio ya kutengeneza dawa kupitia damu yangu. Niambie matokeo, mmefikia wapi hatua hiyo? Lakini Mwamba Hujion akasema kuwa hata kama umechukua damu yangu ukaifanyia majaribio na kwa pia kwamba haiwezi kafanya kazi ikiwa mbali na mimi. Lazima mimi ndio nihusike kufanya uchunguzi huo. Haiwezekani kafanya kazi. Siku ya leo wakili Hanju akiwa katika gari yake alikuwa akisikia taarifa ya habari ikisema kwamba siku ya leo Mwamba Hujion atakwenda kuwatibia watu mbele ya umati wa watu. Lakini kumbe Mwamba Hanju alikuwa na plani. Wakati huu Mwamba atakuwa anapelekwa katika maeneo ya public. Yeye akatumia kama fursa na kwenda kumnyekua Mwamba. Kisha akawa amemtorosha. Akawa anatoroka wanapita katika barabara fulani hivi. Na lengo la wakili Hanju kuweza kumuiba Mwamba ni kuhakikisha kwamba anakwenda kumtibia mwanae, kwa sababu siku zinazidi kwenda, hali ya mwanae inazidi kuwa mbaya, afu jamaa yupo tu leo akaamua kumchomoa mikononi mwa wakuu. Na Mwamba alipofika hakuwa hata na maswali, moja kwa moja akatoa damu yake na kumtibia yule binti. Ghafla tu jamaa akaweza kuanguka chini. Na jamaa akiwa amelala pale chini akaanza kuota ndoto za matukio ya zamani kidogo. Mama yake alikuwa akimjali sana, lakini pia bwana mdogo alikuwaga ni mwanafunzi anayesomea udaktari katika chuo fulani. Alipendwa na walimu, lakini pia alipendwa na wanafunzi wenzake kwa sababu kwanza alikuwa na uwezo darasani, lakini pia alikuwa anapenda kushirikiana na wenzake katika kila kitu. Alipendwa sana na Profesa Han na wakati mwingi alikuwa akipenda sana kumwalika na kumwambia kwamba siku leo anahitaji mkutano special kabisa mimi pamoja na wewe. Na siku hiyo Mwamba alimpigia simu mama yake akamwambia kwamba profesa ameniita nikutane naye. Kwa hiyo siku ya leo ndachelewa sana kurudi nyumbani. Mama mtu alifurahi kweli, umeshaanza kuitwa na profesa mwanangu, hongera sana.
Sasa baada ya kutoka kwa profesa ndo akawa anarudi nyumbani. Ghafla tu kuna gari ikawa imeweza kumgonga. Sasa baada ya kushtuka ndo anagundua kwamba alikuwa anaota. Kumbe ndo tayari yuko kwa mwamba Anju, na hapa alikuwa anashtuliwa baada ya kuweza kuanguka kwa muda mrefu. Mwamba akasema ametumia damu nyingi sana, kwa hiyo anahitaji kupandikiziwa damu nyingine. Lakini mke wa mwamba akasema kwamba haiwezekaniki wewe kupandikiziwa damu kwa sababu kundi la damu ulilonalo ni la kipekee sana. Baada ya kupotea kwa mwamba Hu Jion, kibarua kimekuwa kizito sana kwa mwenyekiti, kwa sababu kwanza idadi ya wateja imepungua, mapato mengi sana katika hospitali yanaonekana kushuka sana. Jamaa anajilaumu tu, kwa nini yanashuka kiasi hiki? Huku nyumbani bidada Minja akiwa na mawazo kweli kweli. Kumbuka kwamba huyu ni rafiki sana wa yule mwanasheria. Akashangaa kuona kwamba yule ripota Jo amerudi nyumbani akiwa amedundika kweli kweli, na anasema kwamba watu walinikamata huko, akawa ananiuliza Anju yuko wapi. Mama mtu huku nyumbani anaendelea kumsubiria binti yake aweze kunyanyuka kutokea katika hali ngumu sana aliyokuwa nayo kabla. Anaamini kabisa damu huyu jamaa itakwenda kumtibia binti yake, lakini jamaa naye hali yake ni mbaya, akajikongoja hivyo angalau akakaa ili apige story na mwanasheria. Mwamba Anju akaanza kumchekesha bwana mdogo kwa kusema kwamba mwanzoni niliposikia kwamba wewe ni muuaji sikuwa najali kabisa juu yako, lakini nilikuwa nakuogopa sana kwamba dana kwenda kufanya dili na muuaji sijui itakuwaje. Lakini nimekuja kugundua wewe jamaa una moyo mwepesi sana, una moyo wa mapenzi makuu, una moyo wa upendo kupitiliza. Lakini mwanangu, hebu ngoja kwanza nikuulize swali. Hivi una mpango wa kuja kuoa na kupata watoto labda siku za mbeleni? Jamaa ujioni akajikuta mpaka anacheka yani. Lakini jamaa akasema sioti kuja kuwa na familia katika maisha yangu kwa sababu damu yangu ni ya thamani sana na naamini kila mtu atakuwa ananiwinda. Bila shaka yote nitakuja kuitia familia yangu katika matatizo kama nikija kuwa nayo. Kwa sitamani kuwa na familia. Na mwamba Hu Jion akamchukua mwanasheria na akampeleka katika daraja ambayo inaaminika kwamba mama yake aliweza kufia hapo. Kumbe mwamba Hu Jion anajua siri nzima mpaka kifo cha mama yake kilikuwaje kwaje. Anasema kwamba siku nilipokuwa nimepata ajali mamangu alikuwa ananitafuta sana, lakini walipokuwa wananitibia ndio alikuja kugundua kwamba nina damu ya kipekee. Na yule mwenyekiti ndio alikuwa na mpango wa kuja kunitumia mimi siku za mbeleni. Lakini siku moja mamangu alikuja kupata taarifa kwamba nipo katika hospitali ya yule mwenyekiti. Sasa mwenyekiti alipogundua kwamba mamangu alikuwa anaandamana kila siku nje ya hospitali akitaka kuniona, basi akawatuma wafuasi wake waje kumuua mamangu. Na baada ya hapo walipoweza kumuua wakaenda kumdumbukiza katika daraja, kisha wakasema kwamba amejirusha pale kutokana na mshtuko wa kumpoteza mwanae. Huyu mwamba Hu Jion anajua siri nzima ila amekaushia tu, anajifanya kama zuzu. Wakati huu wameendelea kusimama hapo katika daraja, ghafla tu bana akajitokeza yule mwamba mwenyekiti wa hospitali. Kumbuka kaka ripota au mwandishi wa habari alikuwa amedundwa vilivyo, kwa alikuwa ameelekeza ni wapi ambapo mwamba Hu Jion anapatikanika. Na alipofika hapa akasema nakuhitaji uende hospitalini ukawatibie watu sawa na maagizo ya mahakama. Lakini hakuna maagizo ya mahakama wala nini, isipokuwa huyu jamaa anamtumia huyu kutengeneza pesa tu. Mwamba Hu Jion alipata hasira sana, akataka kumshambulia mwenyekiti wa hospitali, lakini ghafla tu wasaidizi wake wakajitokeza na kuweza kumsaidia. Mwamba walimdunda kweli kweli akawa ameanguka chini kwa sababu bado ni mdhaifu. Mwenyekiti alijifanya eti amekasirika sana kuona msaidizi wake ameweza kumpiga mwamba Hu Jion. Alimdunda sana akamwambia kwamba unampigaje mtu wa samani kama Hu Jion? Unaanzaje? Alafu akawa anamfuata Hu Jion, nisamee mimi rafiki yangu, nisamee mimi hapa, mimi ndio mwenye makosa, naomba usimame tuelekee hospitalini. Na alimwambia kwamba kila binadamu anafanya makosa, kwa hiyo asahau yaliyoweza kupita na wagange yajayo. Basi mwamba Hu Jion akajifanya kama chezi fulani hivi, akawa amekubali eti akawa ananyenyuka, lakini akatumia kama fursa akamkaba jamaa, kisha akamwambia kwamba je, idadi ambayo inahitajika na serikali nimetimiza sijaitimiza? Nihitajika idadi ya watu zaidi ya 17. Mimi nimefanya zaidi ya watu 30 na wote nimeweza kuwatibia na wote wamepona. Wewe bado unanihitaji kwa maslahi yako binafsi, sio mahakama. Kika hizo ndo kidogo vikaanza kusikika ving'ora vya polisi. Hapa mwamba ndo akaulegeza mkono. Baada ya kulegeza mkono bana, jamaa akajifikiria kwamba kwa nini asimalize tu mwenyekiti wa hospitalini, lakini Anju akawa amemzuia. Lakini mwamba akaona wapi, huyu lazima ale naye sahani moja. Akapambana naye kweli kweli na mwisho wa siku akawa amefanikiwa kumtoboa jicho moja. Ndo kidogo jamaa akawa amelizika kwa sababu huyu jamaa anamfanyia mambo ya kipumbavu sana. Na wakati huo bidada Ian akawa anasema kwamba hautakiwi kuendelea kumshambulia huyo mtu kwa sababu tuna ushahidi wa kutosha kuhakikisha kwamba tunampeleka gerezani. Lakini Hu Jion alikuwa aamini kabisa kwamba kuna ushahidi wa kuweza kumtupa huyu jamaa gerezani. Zaidi akataka kuweza kummalizia mwamba, akawa ananyanyua kitu chake aweze kumchoma nacho. Ikasikika mlio wa risasi, lakini mtu alikuwa amepigwa ile risasi hakuwa mwingine zaidi ya mwamba Anju. Alienda kumkingia kifua mwamba Hu Jion. Na jamaa akiwa amepigwa risasi akasema, Hu Jion, tafadhali usijiingize katika matatizo. Umemsaidia mwanangu, acha na mimi nilinde uhai wako, hutaki kufa wewe. Lakini mwamba akaona kwamba polisi hawataweza kumshughulikia huyu jamaa ipasavyo. Akasema mtanisamehe, lakini nitakachokwenda kukifanya hapa ndicho ambacho huyu mwamba anakistahili kukipata katika maisha yake. Jamaa mpango wake ni kuhakikisha kwamba anamtia huyu jamaa upofu kabisa, ikiwezekana na jicho la pili aweze kulitoboa. Lakini polisi wakaanza kumpiga risasi. Kabla hata hajamfikia jamaa akawa ameweza kuangukia katika maji. Bidada hii
Ian alijikuta analia sana akiwa anamuita jamaa, yaani anamuita kwa uchungu sana kana kwamba wana ujirani, lakini hakuna ujirani wowote. Ni kwa nini bidada alikuwa anamlilia jamaa kwa uchungu? Yaani mto ule ule uliochukua maisha ya mama yake mzazi ndio mto ambao uliachukua na maisha ya mtoto. Ilikuwa ni huzuni kweli kweli. Bidada Ian moja kwa moja siku ya kesho akasimama mbele ya waandishi wa habari akiutaja uovu wote wa mwenyekiti wa hospitali na kuelezea kwamba ndiye aliweza kumuua na mama wake na Mwamba Hujon. Lakini Mwamba Nju kila wakati alikuwa akishinda pale katika lile eneo ambalo Mwamba aliweza kufia siku ya jana, na akawa nakumbuka maneno ambayo aliweza kuambiwa kwamba ninakuachia hichi kifaa, kama siku moja ikatokea nikafa, ndani ya hiki kifaa kuna formula iliyotumika namna ya kuweza kunitengeneza mimi mpaka nikawa na uwezo wa kuweza kumtibia kila mtu. Lakini Mwamba akaitazama sana hii dawa, akawaza aitumie, na kama akiitumia manake atakuwa na uwezo wa kumtibia kila mtu. Shida inakuja ni pale ambapo atakuwa anahitajika kuweza kuwatibia watu wengi, kitu ambacho kinakuja kuwa ni hatari sana. Akiwa anawaza kuitupa hii sindano katika maeneo ya bahari, ghafla tu simu yake ikawa inaita. Ilikuwa ni namba ngeni, kumbe ni mtu alikuwa anaomba msaada kwamba aongee na Mwamba Hujon aje kumtibia. Huyu mtu alikuwa hajui kwamba Hujon ameweza kufa. Sasa Mwamba kawaza, je, nijichome hii dawa nikamtibie au nisijichome? Lakini mshikaji akagundua kwamba kama akijichoma basi atakuja kusababishia mpaka familia yake matatizo. Hii dawa ni kama laana fulani hivi, akaitupa katika bahari, na mpaka hapo ikawa ndio mwisho wa filamu yetu. Ni kitu gani umejifunza kutokea katika series hii? Kama kuna kitu ambacho umejifunza basi vyema ukaachilia comment yako hapo, na moja kwa moja ukasema ni katika eneo lipi ambalo limekuvutia zaidi ndani ya hii series. Wale wazee wa movie za kutisha, movie zenye visa vya kusisimua, basi mjipange kwa sababu recap inayokwenda kuanza itakuwa na kisa cha kutisha vibaya sana.